Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa Tundu Lissu iliendelea tena Ijumaa ya wiki hii Oktoba 10, 2025 katika Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala ndogo ya Dar es Salaam, chini ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru. Kesi hiyo ilitajwa mahakamani hapo kwa ajili ya mshtakiwa Tundu Lissu ambaye anajitetea mwenyewe kuanza kumuuliza shahidi wa pili wa Jamhuri, Inspekta wa Jeshi la Polisi John Kaya, maswali dodoso cross examination kufuatia ushahidi aliowasilisha mahakamani hapo Oktoba 9 mwaka 2025 akiongozwa na wakili wa serikali mkuu Job Mrema. Oktoba 9 mwaka 2025, mkaguzi wa polisi kutoka katika kitengo cha upelelezi wa makosa ya mtandao kwa kufanya doria kwenye maudhui ya mitandao ya kijamii, John Kaya mwenye umri wa miaka 45 alieleza Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala ndogo ya Dar es Salaam namna alivyogundua maudhui ya uhaini katika picha mjongeo. Kaya alieleza hayo mbele ya majaji watatu wanaongozwa na Jaji Dastan Ndunguru huku akiongozwa na wakili wa serikali mkuu Job Mrema. Kaya alieleza mahakama kuwa kazi yake kuu katika kitengo hicho ni mpelelezi katika dawati la doria mtandaoni na kazi yake anafanya katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram, YouTube, TikTok na mitandao mingine. Kaya alidai doria hiyo hufanyika kwa muda wa masaa 24 kwa siku katika siku 7 za wiki kwa kuingia kwa zamu katika dawati hilo. Kaya alidai kuwa aliingia zamu ofisini siku ya Aprili 4 mwaka 2025 majira ya saa 12 asubuhi na kuanza kuikagua kompyuta yake ya ofisi na kuikuta ipo katika hali nzuri kiusalama na hivyo ilikuwa salama kwa matumizi. Shahidi huyo alidai kuwa aliingia katika mtandao wa YouTube na kuona picha mjongeo katika ukurasa wa YouTube ukiwa umechapisha maudhui kwa picha mjongeo ambayo yalichapishwa yakiambatanishwa na maneno haya: Tundu Lissu uso kwa uso na watiania majimboni, no reforms, no election, njia panda. Kaya alidai kuwa alishawishika kutaka kujua maudhui hayo ni ya aina gani baada ya kuona idadi kubwa ya watazamaji waliotazama video hiyo na kuchangia katika mjadala kwa maana ya comment, na baada ya kuangalia picha hiyo mjongeo alibaini kuwa kulikuwa na maudhui yanayoashiria jinai. Tundu Lissu alianza kwa kumuuliza shahidi huyo maswali tofauti ambayo kwa muktadha wa kawaida yalilenga kuonesha kile alichokitaja kuwa msingi wa mapambano ya kudai mabadiliko ya mfumo wa kisheria na kikatiba nchini kwa kipindi cha takriban miaka 30 iliyopita, mapambano ambayo aliyaeleza kuwa yamewahusisha wadau mbalimbali, wengi wao wakiwa ni wanasiasa wa vyama vya upinzani nchini Tanzania. Kupitia maswali hayo, Lissu alimtaka shahidi huyo kuieleza mahakama endapo anafahamu au hafahamu kuhusu kuundwa kwa tume mbalimbali za mabadiliko ya mifumo ya kiuchaguzi au kikatiba kuanzia kipindi cha serikali ya awamu ya pili iliyoongozwa na hayati Alhaji Ali Hassan Mwinyi hadi awamu ya 4 iliyokuwa chini ya Rais mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Aidha, alimkumbusha kuhusu kile alichokiita kukataliwa kwa mapendekezo ya tume hizo kuundwa kwa kikosi kazi cha kutathmini hali ya siasa nchini kilichoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan chini ya mwenyekiti wake Profesa Lwekaza Mkandala na uwepo wa maridhiano yaliyohusisha vyama vya siasa vya CCM na Chadema. Katika majibu yake mengi ya maswali hayo, shahidi huyo ameeleza mahakama kuwa hafahamu kutokana na kwamba yeye si mwanasiasa,
huku baadhi ya maswali akijibu kuwa alikuwa anasikia habari zake kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala ndogo ya Dar es Salaam, inatarajiwa kuendelea kusikiliza kesi hiyo ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu Jumatatu ya Oktoba 13 mwaka 2025 baada ya kesi hiyo kuahirishwa Ijumaa Oktoba 10 mwaka 2025. Kesi hiyo inatarajiwa kutajwa siku hiyo kwa ajili ya mahakama hiyo kupitia jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru wanaosikiliza kesi hiyo kutoa uamuzi mdogo kufuatia pingamizi lililowekwa Ijumaa Oktoba 10 mwaka 2025 mahakamani hapo na Jamhuri kuhusiana na maombi ya mshtakiwa ambaye anajitetea mwenyewe kwenye kesi hiyo, Tundu Lissu, kutaka kielelezo cha maelezo ya maandishi ya shahidi wa pili wa Jamhuri, Inspekta wa Jeshi la Polisi John Kaya, kipokelewe mahakamani hapo. Inspekta wa Jeshi la Polisi John Kaya kipokelewe mahakamani hapo. Sambamba na hilo, siku hiyo pia mshtakiwa ataendelea kumhoji maswali dodoso, cross examination, shahidi huyo wa Jamhuri, kazi ambayo tayari alianza tangu Ijumaa Oktoba 10 mwaka 2025 na haikufikia tamati kutokana na uwepo wa pingamizi hilo. Endelea kuifuatilia BMTV Tanzania.